Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni tena katika mwendelezo wa masomo yetu ya wito wa Bwana. Ninayekualika ni mimi mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo, kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika mfululizo wa masomo haya ya wito wa Bwana, tunalo somo lingine tena lenye kichwa kinachosema wito wa kumtii Mungu. Hii ni sehemu ya 3. Waweza kurejea sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, na hii ni sehemu ya 3 upate mtiririko, maana kuna kuingiliana kwa masomo haya. Na kisha kutakuwa na sehemu ya 4, sehemu ya 5 na sehemu ya 6. Na kabla hatujaendelea zaidi na majifunzo yetu katika masomo haya ya wito wa Bwana, katika somo hili la wito wa kumtii Mungu, basi tuanze kwa ombi na tuombe. Baba mwema, tuko mbele zako katika majifunzo. Tunakubali kuwa chini ya ukufunzi wa Roho Mtakatifu. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu, amina. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, karibu tuendelee na masomo yetu makini kabisa. Na kabla hatuja kwenda mbali zaidi, kama ilivyo ada, tuanze kwa nukuu hii kutoka katika Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2. Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2. Nabii anasema: wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii, na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nukuu iko wazi sana. Ni hivi: wakati ulimwengu wa Kiprotestanti unafanya makubaliano na Rumi, ukweli ni kwamba wamekwisha fanya makubaliano. Na ndio maana mchakato wa sheria ya Jumapili unaendelea Marekani. Lisingefanyika hilo kama hakungekuwa na makubaliano ya Uprotestanti na Urumi kuungana. Sasa hapo nabii anasema, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Taabu iko mbele yetu, mashindano yako mbele yetu, na sasa tunapaswa kuamka na kuelewa hali hiyo kwa uhalisia wake. Nabii anasema, hebu sasa walinzi wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Huo ukweli wa wakati huu ndio ukweli wa sasa, the present truth. Ukweli huu wa sasa ni ujumbe malaika wa kwanza, malaika wa pili, malaika wa 3. Jumbe hizi za malaika hawa watatu zinatupatia Waadventista wa Sabato uelewa nini kilitokea 1844, Yesu yuko wapi, anafanya nini, hukumu ya upelelezi inafanyikaje, itaanza kwa wafu, itahamia kwa walio hai, inapohamia kwa walio hai inaanza kwa Waadventista wa Sabato. Rehema inafungwa kwa Waadventista wa Sabato. Jumapili inatangazwa Marekani, ndipo nafasi rehema inatolewa kwa wasio Waadventista wa Sabato. Hatimaye kilio kikuu, onyo la mwisho kwa ulimwengu. Yesu anamaliza kazi, rehema inafungwa kwa wote, kwa ulimwengu mzima. Yesu anakuja mara ya pili baada ya mapigo 7. Huo ndio mtiririko wa matukio. Kwa ujumbe wa malaika watatu, ukweli wa wakati huu ukihubiriwa, ukifundishwa, walinzi tukipaza sauti zetu na kutoa ujumbe huo, tutawafanya watu waelewe shindano lililo mbele yao. Watu wataamka, watakuwa tayari kwa mujibu wa roho ya unabii. Na hivyo tutawaonesha watu wapi tumefika katika historia ya kinabii, na watu watajua wanapaswa kufanya nini. Hivyo ndivyo Mungu anavyotuambia kupitia maandishi ya Ellen G. White.
Katika somo hili la wito wa kumtii Mungu sehemu ya 3, bado tunaangalia mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, namna kanisa hili lilivyokabidhiwa ukweli wa sasa na vile shetani alivyofanya kuhakikisha ukweli huu unaachwa na hatimaye kanisa linakumbatia hadithi tu za kubuni kwa mujibu wa roho ya unabii. Tutaelewa kwa kadri tunavyoendelea na masomo haya, mbinu ambazo shetani amezitumia ni zile zile alizozitumia kwa mfumo wa Kiyahudi waliposhindwa kutimiza kusudi la Mungu kuanzisha mfumo wa Kiyahudi, wa dini ya Kiyahudi. Mungu aliuacha mfumo, akateua wachache, akawajaza Roho Mtakatifu kama mvua ya vuli, wakaendeleza ujumbe ambao ni ukweli, ujumbe wa mpango wa ukombozi. Nyakati hizi za mwisho, mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kuwa umeasi, na hiyo ni hakika bila kupepesa macho, mfumo wa kanisa letu umeasi. Na mfumo huu utaachwa na Mungu, na Mungu atakuwa na watu wachache ambao atawajaza Roho Mtakatifu kama mvua ya masika kwa ajili ya onyo la mwisho kwa ulimwengu. Kwa kusudi la Mungu litatimizwa, injili itafika kila mahali, lakini sio kupitia mfumo. Kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Sasa basi, katika roho ya unabii kuna ushahidi wowote unaotuonesha ya kwamba Mungu atauacha mfumo huu na hata utumia? Kama ushahidi huo hupo, basi ukweli ni kwamba mfumo umeasi. Kama ungekuwa haujaasi, unatimiza kusudi la Mungu, Mungu asingeuacha mfumo, ungetimiza lengo. Kwa sababu mfumo umeasi kusudi la Mungu, ujumbe wa sasa, ukweli wa sasa, the present truth, na kushikilia mambo mengine ambayo sio ukweli wa sasa. Maana yake Mungu atauacha mfumo huu kama alivyouacha mfumo wa Kiyahudi, maana shetani ni yule yule. Sasa tunatafuta kujua katika roho ya unabii kuna ushahidi ya kwamba Mungu atauacha mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kama ushahidi upo, maana yake ni kweli mfumo umeasi. Kama haupo, maana yake mfumo haujaasi. Angalia nukuu hii katika Matukio ya Siku za Mwisho, UPH 2015, ukurasa wa 171. UPH maana yake Ufunuo Publishing House, toleo la 2015, ukurasa 171. Nabii anasema, hebu niwaambie kuwa Bwana ataimaliza kazi yake mnamo siku za mwisho kwa namna ambayo iko nje mno ya utaratibu wa kawaida wa mambo, na katika njia ambayo itakuwa kinyume na mpango wowote wa kibinadamu. Mungu ataimaliza kazi yake mwenyewe katika namna ambayo iko nje mno ya utaratibu wa kawaida wa mambo. Hii inatuambia kwamba nje ya utaratibu wa kawaida ya mambo, nje ya mfumo uliopo, Mungu ataimaliza kazi yake mwenyewe kwa utaratibu ulio nje ya mfumo. Maana yake Mungu atauacha mfumo. Kama mfumo unatimiza kusudi, Mungu asingetafuta njia nyingine ya kutimiza kusudi. Hiyo njia nyingine ni njia mbadala baada ya mfumo aliyouanzisha kwa kusudi la kuhubiri, kufundisha ujumbe wa sasa. Kusudi hilo kutimizwa, Mungu atauacha mfumo, ataimaliza kazi kwa namna iliyo nje ya utaratibu wa kawaida. Kwa tunapata ushahidi ya kwamba Mungu atauacha mfumo. Lakini angalia nukuu hii, ukurasa wa 176, Matukio ya Siku za Mwisho, UPH 2015. Nabii anasema, kutakuwa na udhihirisho wa ajabu wa uwezo wa Mungu katika makanisa ya Waadventista wa Sabato, lakini hautatenda kazi juu ya wale ambao hawajajishusha mbele za Bwana na kufungua mlango wa moyo kwa ungamo na toba. Katika udhihirisho wa uwezo huo, huangaza dunia nzima kwa utukufu wa Mungu. Wataona kitu fulani ambacho kwa upofu wao wanafikiri kuwa ni cha hatari, kitu fulani ambacho kitaamsha hofu yao, nao watajiimarisha ili kupingana nacho. Kwa sababu Bwana hatendi kazi kulingana na dhana zao na matazamio yao, wataipinga kazi hiyo. Kwa nini? Watasema,
tusimjue Roho Mtakatifu, tusimjue Roho wa Mungu wakati tumekuwa kazini kwa miaka mingi kiasi hiki? Katika ule mfumo wa Kiyahudi, kwa mujibu wa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 kuanzia mstari wa 17 mpaka wa 28, hatimaye mstari wa 29, Petro anasema imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Ilikuwaje? Walipigwa marufuku wasihubiri injili kwa jina la Yesu, yani wasiutangaze mpango wa ukombozi ambao mfumo wa Kiyahudi haukutimiza. Mungu akateua wachache, akawajaza Roho Mtakatifu, akawapa agizo, nendeni. Wakahubiri, wakakamatwa, wakaambiwa hatutaki mhubiri kwa jina la Yesu. Wakawekwa gerezani. Malaika, kwa mujibu wa mstari wa 19 na 20 Matendo ya Mitume sura ya 5, malaika akawatoa gerezani bila kufungua milango, akawaambia nendeni hekaluni mkahubiri habari ya uzima huu. Hapo tunapata ushahidi ya kwamba Mungu alikuwa ameuacha mfumo na sasa alishika hatamu kazi yake mwenyewe, alishikilia mwenyewe. Sasa mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato ndivyo itakavyokuwa. Kusudi lile la kuanzishwa kwa mfumo lilikuwa ni kuhubiri ujumbe wa malaika watatu, kufanikisha mchakato wa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kwa kuwa mfumo umeasi na ujumbe huo umewekwa pembeni, saa ipo na saa inakuja, Mungu atauacha mfumo, atashika kazi mwenyewe. Ni wakati gani? Hapa anasema kutakuwa na udhihirisho wa ajabu wa uwezo wa Mungu katika makanisa ya Waadventista wa Sabato, lakini hautatenda kazi juu ya wale ambao hawajajishusha mbele za Bwana. Sio kila mmoja ataamshwa, no, na kufungua mlango wa moyo kwa ungamo na toba. Kwa kuna wengine wataachwa na mchakato huu. Mungu anapoandaa, anaposelekti watu, anapotafuta krimu ya watu walio tayari kujazwa Roho Mtakatifu ili auache mfumo, aishike kazi mwenyewe wakati wa kilio kikuu baada ya kutangazwa sheria ya Jumapili ulimwenguni. Kwa hiyo kuna wengine wataachwa. Alafu anasema katika udhihirisho wa uwezo huo huangaza dunia nzima kwa utukufu wa Mungu. Hapa inazungumzia kilio kikuu, sio wakati mwingine. Kwa kumbe wakati ambapo Mungu atauacha mfumo ni wakati wa kilio kikuu, sio sasa. Bado ninarudia hili, hakuna nuru ya kujitenga na mfumo sasa. Ni wasii wale ambao wameamua kujitenga na mfumo, wanaanzisha mifumo mingine. Ndugu zangu, lolote ambalo haliendani na mapenzi ya Mungu, hata kama umeubeba ukweli wa sasa, bado uko kwenye wewe ni mateka wa shetani. Rudi katika njia kuu. Sio mpango wa Mungu watu wajitenge na mfumo sasa. Hebu fikiria, mahali tulipofika ni mahali ambapo hukumu kwa walio hai kwa mujibu wa roho ya unabii inaendelea. Hukumu hii inaanza kwa Waadventista wa Sabato, na ndio maana unaona harakati za sheria ya Jumapili Marekani zimeshika kasi sana. Hiyo inatuashiria kwamba hukumu huku ndani ya kanisa inaendelea. Wakati huo kuna sealing inaendelea, kutiwa muhuri kwa watu wa Mungu, kuandaliwa kwa ile mvua ya masika kunaendelea. Na wakati huo kuna mchekecho, shaking, pepeto linaendelea. Ushuhuda wa shahidi mwaminifu anatoa maonyo. Mungu amewatuma watu kutoa maonyo, kulionya kanisa la Mungu. Piga kelele, usiache. Waambie Israeli dhambi yao na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Hilo ndilo agizo, na maonyo haya yanapokuja, wale wanaosikia na kunyenyekea na kutubu na kupokea kama ujumbe wa Bwana watakuwa sealed, lakini wale watakaopinga na kukataa watakuwa shaken out. Kwa hiyo shaking ina take place sasa. Pepeto linaendelea sasa, na baada ya mchakato huo sheria ya Jumapili inatangazwa. Ndipo itakuja stage ya mwisho ya kuwatoa wale wa dhambi baada ya mateso kuanza, na Mungu anabaki na wale wachache waliojiandaa kabla sheria ya Jumapili haijatangazwa. Katika kipindi kifupi cha namna hii, nakumbuka unabii unatuambia kwamba matukio ya mwisho yatakuwa ni haraka haraka. Tuanze kutengeneza mfumo mwingine sasa. Tujiorganize. Zaka tutaipeleka wapi? Itatumiwa na nani? Tuanze kutafuta watu wa kuwaweka kwamba hawa ndio watumie zaka, hawa wasitumie zaka, sadaka. Mbona tunafanya kitu ambacho hakiendani na nuru tuliyofunuliwa? Sio kusudi la Mungu kujitenga na mfumo sasa. Mungu mwenyewe atashika hatamu ya kazi yake wakati wa kilio kikuu. Hapo ndipo Mungu atakapouacha mfumo, na sio sisi kuuacha mfumo. Ni Mungu ndiye anauacha mfumo, kwa sababu tutapewa mafunzo na Roho Mtakatifu. Tutamwagiwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika.
Kazi itashikwa na Mungu mwenyewe kwa maelekezo ya Mungu. Atatuambia tuende wapi tukahubiri hivi, na atatuongoza tuhubirije namna. Mungu atatawala mwenyewe, hakutakuwa na mfumo tena, japo mfumo utaendelea kuwepo, na mfumo huo utaona kama vile ni kitu cha hatari kinachokuja. Mfumo utajaribu kuzuia kazi, vile vile ilivyotokea katika Matendo ya Mitume sura ya 5. Baraza la Sanhedrin likawakamata na kuweka gerezani, wakiona kana kwamba wanaleta kitu cha hatari. Ndivyo historia itakavyojirudia, ndivyo historia itakavyojirudia. Kwa hiyo sio sasa kujitenga na mfumo. Kwa hiyo ushahidi ni kwamba Mungu atauacha mfumo. Kwa hiyo Mungu atauacha mfumo kwa sababu mfumo umeasi. Umeasi nini? Umeasi ujumbe. Kwa hiyo kanisa limebaki halina ujumbe. Kanisa limebaki kavu. Watu wake, kwa mujibu wa roho nabii, watu wa Mungu aliziona roho zenye thamani zikifa njaa kwa sababu ya kukosa chakula. Balanced diet, lishe kutoka mbinguni, ukweli wa sasa, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Mfumo wetu, kanisa letu umeacha. Lakini hata hivyo, Mungu anao waaminifu ndani ya mfumo huu ambao wanasema hapana, Mungu alitupa ukweli huu, wataukumbatia, wataufundisha. Wanapofundisha wanaonekana wako kinyume na mfumo, wanaitwa wameasi, na wanaambiwa kwamba mnaleta mafundisho kinyume na uelewa wa kanisa. Sio kwamba ni kinyume cha uelewa wa kanisa, ni mafundisho yaliyokumbatiwa na kanisa mwanzo. Kanisa likaacha hayo mafundisho, likahamia kwa vitu vingine. Tunapohubiri tunarudi kwenye kile ambacho kilianza mwanzo. Kwa sio kwamba tunaleta mafundisho yaliyo kinyume na uelewa wa kanisa, ni uelewa wetu. Sema umeachwa baada ya kanisa la Waadventista wa Sabato mwaka 1985 kujiunga na Umoja wa Mataifa. Mporomoko wa kuacha ukweli ulienda kwa kasi sana. Katika mfululizo wa masomo haya, endelea kufuatilia, nitakupa ushahidi katika roho ya unabii na katika makala ama machapisho ya kanisa letu wenyewe, namna mfumo ulivyoporomoka na kuacha ukweli. Itakuwa kazi ngumu sana kuutetea mfumo kwamba hujaasi. Ni kazi ngumu sana. Ushahidi uko wazi ya kwamba mfumo wetu umeasi, lakini wakati wa kujitenga na mfumo sio sasa. Mfumo bado unaendelea kutekeleza makusudi ya Mungu fulani, japo ukweli umeachwa. Na saa itafika mfumo huu Mungu atauacha mwenyewe baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa, sio sasa. Sikiliza nukuu hii. Nabii anasema katika Matukio ya Siku za Mwisho, ukurasa 171-172, UPH 2015, atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida ili kuifanya kazi yake, kama wakati ule wa zamani alipowaita wavuvi kuwa wanafunzi wake. Atainua watu, wanaume na wanawake, miongoni mwa watu wa kawaida kabisa, kama alivyofanya wakati wa wanafunzi. Wakati wa wanafunzi alifanyaje? Alipowateua wachache, akawapa mafunzo, akawajaza Roho Mtakatifu. Wao walipokea mvua ya vuli, sisi tunatarajia kupokea mvua ya masika. Kuna watu wanaendelea kupewa mafunzo na Roho Mtakatifu sasa, wanaendelea kukumbatia ukweli wa sasa, wanaendelea kutubu na kuungama dhambi, wanaendelea kumtafuta Mungu kwa bidii, wakijua kabisa kwamba tumaini letu, ushindi wetu ni Yesu kuwa ndani yetu, tumaini la utukufu, kwa mujibu wa Kolosai 1:27. Yesu ndani yetu, tumaini la utukufu, kwa sababu wanajua fika ya kwamba bila Yesu kuwa ndani yetu hakuna ushindi wa dhambi. Na kwa sababu watakaoingia mbinguni lazima wawe spotless, ambao hawana dhambi hata doa kasoro yoyote, sio kwa nguvu zao, ila kwa uwezo na kwa neema ya Yesu akaaye ndani yao. Kwa hiyo watatubu na kuungama dhambi, watamtafuta Mungu kwa bidii. Hao watu wa kawaida, hao watu wanaojinyenyekeza namna hiyo, ndio ambao kama kwa wavuvi wale, kama ilivyokuwa kule mwanzo, ndipo sasa saa itakuja watajazwa Roho Mtakatifu baada ya sheria ya Jumapili kuwa imetangazwa Marekani na kisha dunia nzima. Hapo ndipo sasa kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sasa kinachoendelea kwenye kanisa la Mungu, shaking ina take place, yani pepeto linaendelea, chekecho linaendelea, sealing inaendelea, hukumu kwa walio hai inaendelea, inayoanza kwa Waadventista wa Sabato. Jumapili mkiisikia imetangazwa Marekani, rehema imekoma kwa Wasabato, na huo ndio ukweli wote. Kwa muda wa maandalizi ni sasa. Kwa hiyo muda wa kujitenga na mfumo sio sasa. Sasa ni kuendelea kuhubiri ukweli wa sasa, wakikufuta ushirika. Wewe umefuta ushirika kwenye vitabu vya kanisa, haujafuta ushirika, hujaondolewa kwenye kitabu cha uzima mbinguni. Hakuna mwenye uwezo wa kuondoa.
Kwa hiyo wakikufuta ushirika, wewe endelea kuabudu, endelea kufanya mambo yako, usijitenge. Unaanzisha mfumo kwa maelekezo yapi? Kwa maelekezo yapi? Fuatilia mfululizo wa masomo haya, utaelewa ukweli huu wa thamani. Nabii anaendelea kusema, hivi karibuni kutakuwa na uamsho ambao utawashangaza wengi. Wale wasiotambua umuhimu wa kile ambacho hakina budi kufanywa watapitwa na kuachwa. Wasiotambua umuhimu wa kile ambacho hakina budi kufanywa watapitwa na kuachwa. Ni kitu gani? Kurejea kwenye misingi, kusimama katika njia kuu na kuuliza mapito ya zamani. Mapito ya zamani ni ukweli wa sasa ambao umeachwa na mfumo wa kanisa letu. Na yeyote anayefundisha ukweli wa sasa, mfumo unamuona kama vile ni muasi, ni offshoot. Anaonekana ni mtu anayetishia watu na anayeleta vitisho, mwenye misimamo mikali na kadhalika, lakini ndio ukweli ambao tumekabidhiwa. Ndio ukweli ambao tumekabidhiwa. Lakini ikiwa kuna ushahidi huu ya kwamba Mungu atauacha mfumo, hebu tuangalie sababu hasa za mfumo huu kuachwa na Mungu. Yaani Mungu atauacha mfumo huu, sababu hasa ni nini? Ni kweli tumeona kuuacha ujumbe wa malaika watatu, lakini tunataka tupate uthibitisho zaidi katika roho ya unabii. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 19, Nuru Gizani, ukurasa wa 284, GC ni 343, paragrafu ya kwanza. Nasema hivi, kazi ya Mungu duniani inaonesha kutoka zama moja hadi zama nyingine kufanana sana katika kila matengenezo makubwa au vuguvugu la kidini. Kanuni za Mungu za kushughulika na watu ni zile zile daima. Matukio muhimu ya sasa yana ufanani na matukio yaliyofanyika wakati uliopita, na uzoefu wa kanisa katika zama zilizopita una masomo yenye thamani kubwa kwa ajili ya wakati wetu. Kwa kile kilichotokea kwa mfumo wa Wayahudi, kuna masomo ya thamani kwa wakati wetu. Kwa nini? Yaliyopita ndio yatakayokuwako. Kwa hiyo hakuna jipya chini ya jua. Shetani ni yule yule, mbinu zake ni zile zile. Kwa hiyo yaliyotokea kwa wakati ule ndio yatakayotokea na sasa. Mfumo huu pia Mungu atauacha, kwa sababu shetani atauteka mfumo huu. Na sio atauteka, ameuteka mfumo huu, amekusha kufanikiwa. Tangu 1985 rasmi mfumo ulitekwa na shetani baada ya kanisa letu kupitia viongozi wa GC kujifungamanisha na Umoja wa Mataifa. Tutakuja kuliona hilo. Nisitafsirike ya kwamba mimi ninapinga mfumo, ninafanya nini. Ni hivi, mfumo kama umeasi, isemwe ya kwamba umeasi, kwa sababu tutatoa wapi maelezo ya kutetea kwamba mfumo hujaasi na ushahidi uko wazi? Mkweli lazima auseme ukweli. Mfumo umeasi. Kanuni gani shetani aliyoitumia mpaka kufanikisha mfumo wetu kuasi? Vile vile alivyotumia kwa Wayahudi. Alichokifanya ni kuwafanya wapuuzie nuru iliyofunuliwa kwao. Kumbuka walikuwa na magombo ya manabii yaliyotabiri ujio wa Yesu mara ya kwanza, lakini hawakuelewa kitu. Walipuuza hiyo roho ya unabii. Na sisi tumepewa maandishi ya Ellen G. White. Shetani alichokifanya cha kwanza, kuwafanya viongozi wetu wapuuzie roho ya unabii, ionekane kama vile roho ya unabii sio kitu cha msingi sana, sio ya muhimu sana, sio cha kukipa uzito sana. Hapo ndipo shetani alipofanikiwa kuwachepusha viongozi wetu. Na baada ya hapo shetani akawapigisha hatua nyingine kama alivyofanya kwa Wayahudi. Hatua nyingine ni kuwafanya wapende vyeo na madaraka. Ndipo mioyo yao ikatiwa giza, ikajaa dunia. Tazama kinachoendelea katika kanisa la Mungu la Waadventista wa Sabato. Wanavyopenda vyeo na madaraka, kampeni na siasa na makundi ya kisiasa yanayofanyika, mpaka mitandao ya kuchafuana. Yote haya watu wanatafuta vyeo na madaraka. Saa ngapi watakumbuka neno la Mungu na roho ya unabii? Saa ngapi upendo kwa Mungu utazidi upendo kwa dunia? Upendo kwa dunia unazidi sasa upendo kwa Mungu. Kwa kupigwa upofu namna hiyo, shetani anaingiza mambo yake. Kwa hiyo mfumo wetu ulikengeuka hapo, na ndio mbinu aliyoitumia shetani. Na tutakuja kuliangalia nafikiri katika somo linalofuata, sehemu nyingine tutakuja kukiona kipengele hicho. Kwa kuwa tunapaswa kujifunza kwa yaliyotokea kwa mfumo wa Wayahudi, hebu tuangalie kidogo kile kilichotokea kwa mfumo wa Wayahudi. Katika Pambano Kuu UPH 2023 ukurasa wa 258, sura ya 17, wajumbe wa asubuhi. Katika GC ni ukurasa wa 312, paragrafu ya pili,
nabii anasema hivi: wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, makuhani na waandishi wa mji mtakatifu ambao walikuwa wamepewa dhamana ya maagizo ya Mungu walipaswa kuzijua dalili za nyakati na kutangaza ujio wa yule aliyekuwa ameahidiwa. Unabii wa Mika ulitangaza mahali ambapo angezaliwa. Danieli alisema wakati mahususi wa ujio wake, Mika sura ya 5 mstari wa 2, Danieli 9:25. Mungu alikabidhi unabii huu kwa viongozi wa Kiyahudi. Hawakuwa na udhuru wa kutojua na kutangaza kwa watu kuwa ujio wa Masihi ulikuwa karibu. Kama ilivyotokea kwa Wayahudi, ndivyo ilivyo kwa mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kusudi la kuanzishwa mfumo lilikuwa ni kuhubiri ukweli wa sasa, ujumbe malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Huo ndio ujumbe wetu, huo ndio utume tuliopewa, na wale wanaosimamia mfumo ndio wana jukumu la kusimamia ukweli huu wa sasa. Kwa Shetani alichokifanya, alipowachepusha viongozi wa dini ya Kiyahudi, akafanikiwa kuwaondoa kwenye kusudi la Mungu la kuanzisha mfumo wa dini ya Kiyahudi. Alipochepusha viongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato, Shetani amefanikiwa kuwaondoa Waadventista wa Sabato katika mfumo wote kwenye ukweli wa sasa, ujumbe malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Kubaki kwenye nyaraka zetu ni jambo moja, lakini kuuishi, kuufundisha na kuhubiri ni jambo jingine. Ninazungumzia practically. Ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu umeachwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Sisemi kupatikana kwenye mission statement. Practically ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu umeachwa, na nitakueleza sababu nini kilitokea mwaka 1985 wakati kanisa linajiunga na Umoja wa Mataifa. Nabii anaendelea kusema hivi katika ukurasa katika sura ya 37, pambano kuu, maandiko ni kinga. Nasoma UPH 2023 ukurasa wa 490 na 491. Nabii anasema, Kristo alipokuja kutangaza maneno ya uzima, watu wa kawaida walimsikiliza kwa furaha, na wengi hata miongoni mwa makuhani na watawala walimwamini. Lakini wakuu wa makuhani na viongozi wa ngazi ya juu wa kitaifa walidhamiria kupinga na kukosoa mafundisho yake. Ingawa walishindwa katika juhudi zao zote kupata mashtaka dhidi yake, ingawa hata wao walihisi mvuto wa nguvu na hekima ya Mungu katika maneno yake, bado walijifungia katika chuki isiyo na sababu. Walikataa ushahidi wa wazi kabisa wa umasihi wake, ili wasije wakajikuta wamelazimika kuwa wanafunzi wake. Hata wapinzani wa Yesu walikuwa watu ambao watu wote walikuwa wamefundishwa tangu utotoni kuwaheshimu sana. Watu ambao mamlaka yao watu wote walikuwa wamezoea kuyatii bila maswali. Inawezekanaje, waliuliza, viongozi wetu na waandishi wasomi wasimwamini Yesu? Hawa watu watakatifu si wangempokea kama kweli angekuwa Kristo? Ilikuwa kwa sababu ya mvuto wa hawa viongozi. Taifa la Kiyahudi lilimkataa mkombozi. Kwa Shetani alichokifanya, akawachepusha viongozi. Alafu kwa sababu wanajua viongozi hawa kuna watu wamefundishwa tangu utoto kuwasikiliza, wanawaamini, kupitia mvuto wa hawa viongozi, Shetani akafanikiwa kumwondoa Yesu katika mawazo na akili za Wayahudi. Kwa Wayahudi wakamkataa mkombozi wao. Historia inajirudia. Katika mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, Shetani alichoshughulika nacho ni viongozi kuwachepusha, kuwafanya wapuuzie nuru iliyofunuliwa kwao kupitia shuhuda, roho ya unabii, na kisha kuwaongoza kupenda vyeo na madaraka. Dunia ikajaa kwenye mioyo yao, wakapenda siasa, upendo kwa Mungu ukapoa, upendo kwa dunia ukakua, ukainuka. Na hivyo Shetani akatia giza mioyo yao, na hivyo Shetani akawaongoza kutoka kwenye msingi, kwenye kusudi la Mungu. Na hivyo katika mfumo wote kanisa likafanikiwa kuingizwa na Shetani katika uasi huu dhidi ya ukweli wa sasa, the present truth.
truth. Kwa historia imejirudia. Historia imejirudia. Sasa zingatia maneno haya katika nukuu hii: lakini wakuu wa makuhani na viongozi wa ngazi ya juu wa kitaifa walidhamiria kupinga na kukosoa mafundisho yake, mafundisho ya Yesu. Ingawa walishindwa katika juhudi zao zote kupata mashtaka dhidi yake, ingawa hata wao walihisi mvuto wa nguvu na hekima ya Mungu katika maneno yake, bado walijifungia katika chuki isiyo na sababu. Walikataa ushahidi wa wazi kabisa wa umasihi wake, ili wasije wakajikuta wamelazimika kuwa wanafunzi wake. Leo viongozi wa kanisa, wachungaji waliojitoa kuutetea mfumo, wanaokataa ukweli wa sasa. Wale wote wanaofundisha ukweli wa sasa wanaitwa waasi, offshoot. Na ni kweli tumeasi mfumo, kwa sababu mfumo umeasi ukweli wa Mungu, na kwa sababu hiyo tunasimama na ukweli wa Mungu. Ni lazima mfumo utuone tumeasi. Kwa hiyo wako wanaotetea mfumo, japokuwa wanaona ushahidi kabisa ya kwamba hiki kinachofundishwa, nukuu hizi ni zenyewe, na wanaona kabisa uthibitisho wa Roho Mtakatifu, ushuhuda wa Roho Mtakatifu katika hicho kinachohubiriwa, lakini bado wanajifungia katika chuki isiyo na sababu, na wanaendelea kuwashambulia wanaohubiri ukweli wa sasa. Historia inajirudia. Kilichotokea ndicho kitakachotokea. Ndicho kitakachotokea. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 22, unabii watimia, ukurasa wa 327. Natumia sana kitabu hiki. Kama unacho kitabu chochote, toleo lolote la Pambano Kuu, sizungumzii kile kilichotokaga kikaitwa Tumaini Kuu, weka pembeni kile kitabu. Hiki kitabu cha Pambano Kuu au toleo lolote la Pambano Kuu, ukasome kitabu hiki. Nasoma hiyo nukuu kurasa 327, Pambano Kuu UPH 2023. Shetani ni mshtaki wa ndugu, na ni roho yake ambayo huwachochea watu watafute makosa na mapungufu ya watu wa Bwana na kuwafanya watu wengine wayaone, ili hali matendo yao mema yanapitwa bila kutajwa. Kwa hiyo chuki iliyopo dhidi ya ukweli huu wa sasa, shetani ndiye anayeleta hiyo chuki kwa watu wanaokataa ukweli wa sasa, na watu wanaowachukia na kuwakosoa na kuwashambulia wale wanaohubiri ukweli wa sasa, wakiwaita offshoot, wakaita waasi na kadhalika. Mpaka wachungaji wanajitokeza YouTube wanapinga ukweli kuhusu miaka 6,000. Nabii ameandika, kalamu ya uvuvio imeandika, bado wanapinga na wanatetea mfumo, kwa sababu tu mfumo umeweka msimamo kupitia BRI. BRI ni Biblical Research Institute ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kama mfumo wote umeshaasi, BRI hawawezi kutoka nje ya msimamo wa kanisa wa mfumo. Hoja sio BRI wanasema nini, hoja sio kanisa linasema nini. Je, Mungu anasemaje? Roho ya unabii inasemaje? Biblia inasemaje? Miaka 6,000 haipo kwenye Biblia. Roho ya unabii hajataja miaka 6,000. Badala yake wanaanza kuwashambulia kwa maneno makali na kadhalika, na wengine wanafutwa mpaka ushirika, wengine wanaondolewa mpaka kazini na kadhalika, kwa sababu tu ya ukweli wa sasa. Ni nini hapa kinachosema? Shetani ni mshtaki wa ndugu, na ni roho yake ambayo huwachochea watu watafute makosa na mapungufu ya watu wa Bwana. Roho ya shetani inawachochea wanaopinga ukweli wa sasa, inawachochea na wanachocheka kwelikweli, wanachemka kwelikweli, wanawashambulia kwelikweli, wanaona kama vile hawa watu ni hatari. Na kwa sababu watu wote wamefundishwa kuwatii wachungaji na viongozi wa kanisa tangu utoto wao, hawezi kwenda kinyume na mkondo. Na watu wapo wanaouliza, kama kweli ukweli huu wa sasa miaka 6,000, kama kweli ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu bado una umuhimu, mbona kanisa halijatoa tamko? Mbona union haijasema? Mbona conference haijasema? Mbona president fulani hajasema? Mbona katibu hajasema? Mbona mchungaji fulani maarufu hajasema? Na watu wanajipa matumaini. Kama tusipochunguza wenyewe neno la Mungu na roho ya unabii, hatuko salama. Ukurasa wa 328, Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 22, hiyo hiyo, unabii watimia. Nabii anasema,
mfalme wa uovu anapinga kila hatua ambayo watu wa Mungu wanaipiga katika safari yao ya kuelekea katika mji wa mbinguni. Katika historia yote ya kanisa hakuna matengenezo ambayo yamewahi kufanywa bila kukutana na vikwazo vya kutisha. Katika historia yote ya kanisa, mfumo ulikabidhiwa ukweli wa sasa, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Mfumo ukajifungamanisha na dunia, ukauacha ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Practically kanisa halifundishi ujumbe huo. Mfumo hausisitizi kwenye ujumbe huo, na kwa kadri tutavyoendelea utaelewa kwa nini. Wanaibuka watu ambao Mungu anawainua, anawafunulia hiyo nuru, wanaipokea, wanaanza kuhubiri. Mfumo unaibuka kinyume chake. Tafsiri yake ni nini? Shetani amewachochea viongozi, wachungaji wapinge, washambulie. Sasa nabii anasema ni mfalme wa uovu, anapinga kila hatua, kwa sababu ukweli wa sasa ndio chakula cha sasa. Utaandaa watu kusimama katika hukumu ya upelelezi. Utawafanya watu waelewe kinachojia ulimwengu. Watu watakuwa waaminifu kwa Mungu, watajazwa Roho Mtakatifu. Shetani hataki hicho kitu. Kwa hiyo mashambulizi yatafanyika. Kwa hiyo hakuna wakati wowote matengenezo yalifanywa lele mama. Kama unaujua ukweli wa sasa na unataka uendelee kupendwa, bado unataka fadhila za mfumo, hautaweza kuutangaza ukweli huu. Lakini nakutia shime, kuwa tayari kuutangaza ukweli huu kwa gharama yoyote. Maana ukweli huu una thamani kuliko hata maisha yako, kuliko hata nafasi yako, hata cheo chako, hata mshahara unaopokea. Kubali kuutangaza ukweli huu. Maadamu Mungu amekufunulia kwako, usipuuze nuru hii. Pambano Kuu UPH 2023, maandiko ni kinga, sura ya 37, ukurasa wa 490. Nabii anasema, Shetani anajitahidi daima kuvuta usikivu uelekezwe kwa watu badala ya kuelekezwa kwa Mungu. Anawaongoza watu wawatazame maaskofu, wachungaji, maprofesa wa teolojia kama viongozi wao, badala ya kuchunguza maandiko ili wajifunze wajibu wao wenyewe moja kwa moja. Ndipo kwa kutawala na kuongoza akili za hawa viongozi, anaweza kutawala watu wengi kulingana na matakwa yake mwenyewe. Nabii anasemaje? Shetani anaweza kutawala akili za viongozi wetu? Ndio. Shetani anaweza kutawala akili ya mchungaji? Ndio. Kwa hiyo unaaminiji akili ya mtu? Wa kuaminiwa ni Mungu na neno lake peke yake. Ndipo utakuwa salama. Ndipo utakuwa salama. Sasa sikia. Katika kitabu kinapatikana kwa ile application ya Ellen G. White Estate, kinaitwa Principles for Christian Leaders, ukurasa wa 282, paragrafu ya kwanza. PCL, Principles for Christian Leaders, ukurasa 282, paragrafu ya kwanza. Nabii anasema, kama ingewezekana, adui angeziba magurudumu ya maendeleo na kuzuia ukweli wa Injili kusambazwa kila mahali. Kwa mujibu wa nukuu ambazo tumeshazisoma hata katika masomo mawili yaliyotangulia, ukweli wa Injili umejengwa ndani ya ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Kwa Shetani anajaribu kuzuia magurudumu, yani kazi ya Injili inasonga mbele. Shetani anajaribu kuzuia yale magurudumu yasitembee. Lengo lake, anazuia ukweli wa Injili usisambazwe kila mahali. Nabii anaendelea kusema, kwa kusudi hili anawaongoza watu kuhisi kuwa ni upendeleo kwao kudhibiti dhamiri za watu wenzao, za wanadamu wenzao, kulingana na maoni yao potovu. Kupitia mfumo, kuna watu walio ndani ya uongozi kwenye mfumo wanataka kudhibiti mawazo ya wenzao, ya wanadamu wenzao, kulingana na maoni yao potovu. Kumbuka, Shetani ana uwezo wa kuteka akili za viongozi. Chukulia mfano, kiongozi ametekwa na Shetani. Kwa watu wanapohubiri ukweli wa sasa, Shetani anatumia huyo kiongozi ambaye amemteka kuzuia, kutumia mamlaka, kudhibiti uhuru wa hawa wengine kuutangaza ukweli wa sasa. Ndicho hicho ambacho Shetani anakifanya. Wanamfukuza Roho Mtakatifu kutoka kwa mabaraza yao. Yako mabaraza ya uhai, yanakaa kufuta ushirika. Mshiriki anayohubiri ukweli wa sasa, anayeufundisha ukweli wa sasa,
wanamfukuza Roho Mtakatifu katika mabaraza yao, kwenye kamati za conference, union, division na GC za kuondoa watu kazini. Wako wachungaji hawapo kazini, wako watendakazi wengine wanaondolewa kazini. Kwenye mabaraza hayo Roho Mtakatifu wanamfukuza, na kisha chini ya mamlaka ya jina la conference kuu wanabuni kanuni ambazo wanawalazimisha wanadamu kutawaliwa na maoni yao wenyewe na sio na Roho Mtakatifu. Kupitia mfumo huu ulioasi, wanamfukuza Roho Mtakatifu kwenye mabaraza, wanatunga kanuni, wanaweka mikakati na mipango ya kuwalazimisha wanaohubiri ukweli wa sasa kutawaliwa na maoni yao wenyewe na sio Roho Mtakatifu. Kama wangekuwa wanatawaliwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu alishafunua roho ya unabii. Kwa hiyo wangejiuliza, hiki wanachokisema kwenye roho ya unabii kipo, basi waacheni waendelee, maana Mungu alisema. Lakini wanapoamua kuwazuia, maana yake wamemfukuza Roho Mtakatifu kwenye mabaraza yao na wanaongozwa na maoni yao na sio Roho Mtakatifu. Hiki ndicho kinachoendelea katika kanisa la Mungu. Sikia katika Selected Messages gombo la 2 ukurasa wa 25 paragrafu ya kwanza. Selected Messages gombo la 2 ukurasa wa 25 paragrafu ya kwanza. Nabii anasema hivi: watu wetu wanahitaji kuelewa sababu za imani yetu na uzoefu wetu wa zamani. Inasikitisha sana kwamba wengi wao inaonekana wanaweka imani isiyo na kikomo kwa watu ambao wanawasilisha nadharia zinazoelekea kung'oa uzoefu wetu wa zamani na kuondoa alama za zamani. Huu ukweli wa sasa tunaofundisha na kuhubiri sio nuru mpya. Nuru iliyokabidhiwa kanisa ndio kusudi la kuanzisha mfumo. Baadaye mfumo ukakengeuka, ukaiacha hii nuru na kupokea mambo mengine. Wanapokuja watu na kusoma roho ya unabii na Biblia, wanagundua kwamba kuna kitu tumekiacha. Wanaporudi kwenye mapito ya zamani, mfumo ulioasi, wanageuka kuwa kinyume chao. Ndicho hichi kinachoendelea. Anasema inasikitisha sana kwamba wengi inaonekana tunaweka imani isiyo na kikomo kwa watu ambao wanawasilisha nadharia zinazoelekea kung'oa uzoefu wetu wa zamani na kuondoa alama za zamani. Wale ambao wanaweza kuongozwa kwa urahisi na roho wa uongo wanaonyesha kwamba wamekuwa wakimfuata nahodha mwingine kwa muda mrefu. Katika Kiingereza anasema wrong captain, nahodha mwingine wa uongo kwa muda mrefu sana, kwamba hawatambui kwamba wanaacha imani au kwamba hawajengi juu ya msingi wa kweli. Tunahitaji kuwahimiza wote kuvaa miwani yao ya kiroho, kupakwa mafuta macho yao ili waweze kuona wazi na kutambua nguzo za kweli za imani. Ujumbe wetu wa sasa, ukweli wa sasa, malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu, ndizo unabeba nguzo za imani, kwa sababu ndani yake unapata kuelewa umuhimu wa Sabato na huduma ya Yesu patakatifu mbinguni. Sabato na huduma ya Yesu patakatifu mbinguni ndizo nguzo za imani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Nguzo hizi zinafafanuliwa vizuri ndani ya ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Kwa hiyo anasema tunaziacha hizo nguzo za imani, kisha watajua kwamba msingi wa Mungu umesimama thabiti ukiwa na muhuri huu: Bwana anawajua wale ambao ni wake. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 19. Ni nani walio wake? Wanaohubiri ukweli wa sasa. Tunahitaji kufufua ushahidi wa zamani wa imani ambayo walikabidhiwa watakatifu mara moja tu. Na nikwambie ukweli kuhusu Sabato, huduma ya Yesu patakatifu, ndio imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, ndio msingi wa imani yetu. Adamu alikabidhiwa Sabato. Alipoasi, mwana kondoo alipochinjwa, ilitangazwa kafara ya Yesu. Kwa hiyo katika huduma ya Yesu kafara ya Yesu ilielezwa kupitia vielelezo vya kafara. Kuanzia pale wakatembea na mambo mawili wazee wa imani: Sabato,
kafara ya Yesu. Sabato, kafara ya Yesu. Mpaka baadaye anawaambia tengenezeni patakatifu nipate kukaa katikati yenu. Hoja ni ile ile, Sabato na kafara ya Yesu. Na ndio maana walipotoka Misri wakiwa wamesahau Sabato kwa sababu ya utumwa, na wamesahau huduma ya Yesu, mpango wa ukombozi, kwa sababu kule wanyama wote safi walikuwa ni miungu ya Wamisri ambaye angechinja au angemuua kwa bahati mbaya kwa makusudi, adhabu yake ilikuwa ni kifo. Kwa hawakuweza kuendeleza vile vielelezo. Wakiwa jangwani, Mungu alirejesha mambo mawili, akaanza na Sabato, baadaye ile hema ya jangwani. Kwa misingi ya imani yetu, pillars of our faith, nguzo, hiyo ndio foundation na ndio pillars of our faith. Na hiyo ndio imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Na unapozungumzia ukweli wa sasa, umesheheni kwenye nguzo za imani yetu: Sabato, huduma ya Yesu patakatifu, na unaelezwa vizuri na ujumbe malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Kwa hiyo tunahitaji kufufua ushahidi wa zamani wa imani ambao walikabidhiwa watakatifu mara moja tu. Tangu kwa Adamu, imani hiyo ilikabidhiwa. Katika mianzo ya kanisa la Waadventista wa Sabato tulikabidhiwa hiyo. Ukengeufu ulitokea mianzo yake ama kwa kasi sana baada ya 1985 kanisa kujiunga na Umoja wa Mataifa. Hapo ndipo tulipoangukia pua. Mabadiliko makubwa yalitokea hapo. Sikiliza hii. Katika maandishi ya Ellen G. White, Manuscript Release, gombo la kwanza, ukurasa wa 57 paragrafu ya 3. Manuscript Release, gombo la kwanza, ukurasa wa 57 paragrafu ya 3. Nabii anasema hivi: kazi kubwa inapaswa kufanywa katika kuweka mbele ya wanadamu ukweli wa Injili unaookoa. Yaani lugha tu inabadilika. Ukweli, Injili yenyewe imezunguka kwenye ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Ziko nukuu tulisha kuzisoma katika somo la kwanza, somo la pili, na sasa tuko kwa somo jingine hii la wito wa kumtii Mungu. Kwa hiyo kazi kubwa inapaswa kufanywa katika kuweka mbele ya wanadamu ukweli wa Injili unaookoa, na sio ukweli mwingine. Ni ukweli wa sasa, ndio ukweli wa Injili unaookoa. Kuwasilisha ukweli huu ni kazi ya ujumbe wa malaika yule wa tatu. Ukamilifu wa Injili yote umeshikiliwa katika ujumbe wa malaika wa tatu, na katika kazi yetu yote ukweli unapaswa kuwasilishwa kama ulivyo katika Yesu. Usiache chochote kipunguze nguvu ya ukweli wa wakati huu, ukweli wa sasa, the present truth. Usiache chochote kupunguza. Ndivyo Mungu anavyosema. Ujumbe wa malaika watatu lazima ufanye kazi yake ya kuwatenganisha kutoka kwa makanisa watu ambao watachukua msimamo wao kwenye jukwaa la ukweli wa milele. Ujumbe wetu ni ujumbe wa maisha na kifo. Our message is a life and death message. Na lazima tuuruhusu uonekane kama ulivyo. Nguvu kuu ya Mungu tunapaswa kuwasilisha kwa nguvu zake zote, kisha Bwana ataufanya ufanikiwe. Sio maneno yangu. Nabii aliandika. Nini kilitokea? Kilichotokea mwaka 1985 kanisa lilipojiunga na Umoja wa Mataifa. Katika somo linalofuata nitakueleza zaidi, lakini ngoja nikusomee nukuu hii unaweza ukaelewa. Katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 4, ukurasa wa 210 paragrafu ya 4. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 4, ukurasa wa 210 paragrafu ya 4. Nabii anasema, moyo mkuu wa kazi uko Battle Creek. Battle Creek kwa wakati ule ilikuwa ndio makao makuu ya kanisa GC. Moyo mkuu wa kazi uko Battle Creek. Na kama moyo wa mwanadamu unavyotupa mkondo wake wa damu katika sehemu zote za mwili, ndivyo usimamizi wa mahali hapa, makao makuu ya kanisa letu, huathiri mwili mzima wa waumini. Ikiwa moyo wa mwili una afya, damu ambayo hutumwa kutoka kwake kupitia mfumo pia inakuwa ni yenye afya.
Lakini ikiwa chemchemi hii imechafuka, kiumbe kizima kinaugua kwa sumu ya maji muhimu. Kwa hivyo ndivyo ilivyo na sisi. Ikiwa moyo wa kazi unakuwa mbovu, kanisa lote katika matawi na maslahi yake mbalimbali yaliyotawanyika nje ya nchi juu ya uso wa dunia litateseka kwa matokeo. Kwa Shetani alijua wapi pa kupiga. Alijua akishika General Conference na kuongoza viongozi kuasi, mfumo wote atakuwa ameuteka. Ndicho kilichotokea mwaka 1985 kwa masikitiko kabisa. Sipendi na sitamani kuonekana kama vile ninalisema kanisa. Kuna mfumo, kuna kanisa. Kanisa ni waaminifu, ni watakatifu katika zama zote. Mfumo ulianzishwa na Mungu ili hao watakatifu au waaminifu waweze kufanikisha kuupeleka ulimwenguni ukweli wa sasa. Kusudi la kuanzishwa mfumo wa kanisa letu wa Adventista wa Sabato ni ukweli wa sasa na sio jingine. Mengine ni nyongeza tu, kutunza mali na nini, lakini ukiangalia yote hizo mali ni kwa ajili ya nini? Ukweli wa sasa. Mfumo unapouacha ukweli wa sasa, mfumo umeasi. Lakini wapo watakatifu ambao hawajaasi. Kwa hiyo usiseme ya kwamba ninalisema kanisa. Nisaishe hivi, sema hivi, ninausema mfumo kwamba umeasi. Na bila kupepesa macho, mfumo wa kanisa letu umeasi. Sasa imebaki kwako. Unabaki kuwa mtiifu kwa mfumo ulioasi au unasimama na ukweli wa sasa. The pillars of our faith. Imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Unasimama na ukweli huo ama unasimama na mfumo ulioasi. Hata hivyo, sasa sio wakati wa kujitenga na mfumo. Mfumo atauacha Mungu kwa sababu ya uasi huu. Kazi itashikwa na Mungu mwenyewe wakati wa kilio kikuu. Baada ya sherehe ya Jumapili kuwa imetangazwa Marekani na hatimaye ulimwengu mzima, watakatifu watajazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Sasa tunaendelea kujikongoja na huu mfumo. Wakikufukuza kazi, wakikufuta ushirika, tafadhali usiende kujiunga na kikundi chochote. Baki msubiri Bwana. Fursa ziko nyingi za kuhubiri ukweli. Hata familia yako tu unapaswa kuiandaa. Fundisha ukweli wa sasa kwenye familia yako. Hawataki kusikia, umeshasema, umetimiza wajibu wako, imetosha, nyamaza. Kwa hiyo Shetani alihakikisha anakamata mfumo. Nakumbuka alianza polepole kwa hakika kwa miaka mingi. Mwaka 1985 akafanikiwa kulifungamanisha kanisa na Umoja wa Mataifa. Katika somo linalofuata nitakueleza kwa kirefu kilichotokea na matokeo yake. Kwa masikitiko makubwa, mfumo wa kanisa letu umeasi. Ukweli wa sasa haupo kwenye kanisa letu. Sizungumzii mission statement kwamba imeandikwa pale our mission statement ni kuhubiri ujumbe malaika watatu. No, nazungumzia practical experience. Practically, ukweli wa sasa umewekwa kando. Ukitaka kujua kama ukweli wa sasa umeweka kando, tunajifunza nini? Tunawafundisha nini watu wetu? Ni ukweli wa sasa kwenye majuma ya uamsho, kwenye majuma ya vijana, kaya na familia. Roho ya Nabii inasema wajumbe walipaswa kukawia kwenye ujumbe huu, kurudia ujumbe, masomo makuu yanayohusu imani yetu. Ukweli wa sasa, the present truth. Maana yake kwenye mikutano yote ya makambi ingekuwa ni ukweli wa sasa. Majuma yote ya uamsho, katika sabato zote, Jumatano za maombi, Ijumaa, ni ukweli wa sasa. Maana huo ndio unaoandaa watu. Ndio unaoandaa watu kusimama katika hukumu ya upelelezi. Kusimama waaminifu. Kujua namna gani wanapaswa kuepuka kuipokea alama ya mnyama. Ndio unaowafanya waelewe wapi tumefika katika historia ya kinabii na wanapaswa kufanya nini. Ukweli wa sasa umeachwa na mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa masikitiko makubwa, ninakiri hilo kwa ushahidi wa roho ya unabii
na ushahidi wa nyaraka rasmi za kanisa letu, mfumo wetu umeasi. Tusimame na imeandikwa. Tusing'ang'ane kuupambania mfumo. Kubali kupoteza vyote, lakini usimamie ukweli. Usifunike nuru iliyofunuliwa kwako. Wafundishe wengine ukweli wa sasa. Kama ufahamu, jifunze ukweli wa sasa ni nini. Ndio ujumbe ambao Mungu anautaka ufundishwe kwenye familia zetu, ufundishwe kwenye makanisa yetu, ufundishwe kwenye mikutano yetu. Watu waandaliwe ukweli wa sasa. Ili uweze kuelewa vizuri mfululizo wa masomo haya, ninakualika fuatilia somo linalofuata, na ili ushiriki baraka hizi na wengine, usisahau kusubscribe, share kwa kila mmoja, kwa kila namna, ukweli huu uwafikie na wengine. Tusimame na imeandikwa. Wakati huu sio wakati wa kumwamini yeyote. Tusimame na tuseme hivi ndivyo asemavyo Bwana. Sio hivi ndivyo lisemavyo kanisa. Sio hivi ndivyo asemavyo mchungaji fulani, kiongozi fulani. Hapana, hatuko salama. Simama na imeandikwa. Mungu akubariki. Endelea kuvipiga vita vizuri vya imani. Ishindanie imani uliyokabidhiwa takatifu mara moja tu. Mungu na atusaidie kwa jina la Yesu. Amina. Nikualike tuombe. Baba mwema, utukuzwe wewe. Tunakushukuru kwa upendo wako. Tusamehe, tutakase, tubatize kwa Roho Mtakatifu. Tusimame na imeandikwa, tukiishindania imani uliyokabidhiwa takatifu mara moja tu, kwa jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki.